Akizungumza na vijana wa halmashauri ya Mbinga katika uzinduzi wa jukwaa la uwezeshaji wa kiuchumi kwa vijana wa halmashauri hiyo, waziri wa viwanda na biashara Mheshimiwa Judith Kapinga amesema mazingira ya sasa yanalazimisha kufanya hatua za ziada kuwasaidia vijana kukua kiuchumi, ambapo maafisa maendeleo ya jamii wanatakiwa kuhakikisha wanawasaidia vijana ili waweze kukidhi vigezo vya kupata mikopo na sio kuweka pembeni nyaraka zao ambazo hazijakidhi vigezo. Mazingira ya sasa yanatulazimisha kufanya hatua za ziada kuwasaidia vijana. Sensa ya makazi inaonyesha nguvu kazi kubwa tulionayo ni ya vijana. Kwa hiyo, kwa sababu serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni serikali makini, ni lazima kuwe kuna hatua za ziada kuhakikisha tunawasaidia vijana. Nampongeza mkurugenzi. Ukiangalia zile takwimu, mojawapo ya halmashauri ambazo zinajitahidi sana kwenye kutoa mikopo kwa vijana ni pamoja na Mbinga vijijini. Wote ndani ya serikali tunataka kufanya udhibiti na sio uwezeshaji. Yaani kama hawa vijana hawajakidhi vigezo, ni jukumu la maafisa maendeleo ya jamii kuwasaidia wakidhi vigezo. Zile zama za kupitia dokumenti za vijana na kuweka pembeni kwamba hazijakidhi vigezo zimeisha, ni mshamba kwanza. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Mbinga ndugu Joseph Kashushura amesema halmashauri hiyo imeweka mikakati ya kuwasaidia vijana ili wakidhi vigezo vya kupata mikopo, ambapo halmashauri hiyo tayari imeweza kutoa mikopo ya 10% yenye thamani shilingi bilioni 1.2 kwa vikundi mbalimbali vya halmashauri ya Mbinga. Amesisitiza kuwa bado halmashauri ina fedha za kuendelea kuwakopesha vijana. Kwa halmashauri yetu kwa kweli, kulingana na makusanyo ambayo tumeyafanya, bado fedha za kukopesha tunazo, na pia tumejipanga kulingana na maelekezo ambayo yapo ya kiserikali tuweze kuwasaidieni mnapokuwa mna shida katika kuandika maandiko mradi na kushauriwa. Sisi tuko tayari kufanya. Nia yetu vijana ambao wanatakiwa kupata mkopo wa 10% ili kuweza kujiendeleza kiuchumi waweze kufanikiwa. Haijawahi kutokea vijana kuwekwa pamoja, kwa sababu maono mapana ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kuwaweka vijana pamoja, kuwafundisha uzalendo, ujasiriamali ili tuendelee kuwa na afya njema. Kwa upande wao, vijana wa halmashauri ya Mbinga wamesema kuwa changamoto kubwa inawakuta vijana wengi ni ukosa elimu ya fedha, jambo ambalo linawafanya kushindwa kuwekeza katika viwanda vidogo vidogo au katika kilimo. Hivyo, kutokana na kupata semina hiyo, wameahidi kuhakikisha wanabadilika kifikra na kuinuka kiuchumi. Vijana wengi hatujao waaminifu kulingana na elimu ile ya fedha. Yaani kiujumla elimu ya fedha kwa sisi vijana hatukuwa nayo. Kwa hiyo leo hapa tumepata elimu ya fedha. Kwa hiyo inaenda kuleta mabadiliko ya kuweza kuitumia ile pesa. Lakini pia vijana hatukuwa na uwezo wa kuwekeza kwenye maeneo mbalimbali kama viwanda vidogo vidogo, kilimo, uendeshaji bodaboda. Hatukuweza kufanya kitu kama hicho. Lakini kupitia elimu ya leo, naamini vijana wakishapata ile pesa wanaenda kufanya mambo makubwa, kufanya uwekezaji mkubwa ambao utatusaidia kuinua pato la nchi na pato la mtu mmoja mmoja. Wengine walikuwa hawajui ni wapi pa kuanzia ili kufikia malengo. Yawezekana mwingine alikuwa hajawahi kupata elimu ya kujitambua, kwa sababu kijana cha kwanza lazima ujitambue wewe ni nani. Sasa kama unakuwa hujapata hiyo elimu ya kujitambua, nadhani hata kwenye mkopo hutakuwa na hiyo elimu. Kutoka halmashauri ya Mbinga mkoani Ruvuma, Newton Endenda.